Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Februari 26. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, nikikushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyepata nafasi ya kuja kujifunza neno lako. Tusaidie kuelewa haya tujifunzayo, tusamehe dhambi zetu, tupatie amani, tupatie furaha, tupatie hekima na ufahamu. Neema yako yatosha na pendo lako latubidisha. Enda nasi katika jina la Yesu Kristo, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema dhamira ndiyo nguvu ya maamuzi. Imejengeka katika kitabu cha Warumi 12 aya 2. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hakuna kitu kitakacho kuweka mbali na Mungu bali dhamira yenye uasi. Dhamiri ni nguvu iongozayo katika asili ya mwanadamu. Ikiwa dhamira itawekwa sawa, mtu mzima atakuwa sawa. Dhamira sio monjo au mwelekeo, bali ni uamuzi, uwezo wa kuamua, mamlaka ya kifalme ifanyayo kazi ndani ya wana wa wanadamu, hata kufikia utii kwa Mungu au kutokutii. Utakuwa hatarini daima mpaka pale utakapoelewa nguvu ya kweli ya dhamira. Unaweza ukaamini na kuahidi kila kitu, lakini ahadi zako na imani yako haviwezi kuwa na maana mpaka pale utakapoiweka dhamira yako mahali sahihi. Ikiwa unataka kuvipiga vita vya imani kwa uwezo wa dhamira yako, hakuna shaka kwamba utafanikiwa. Sehemu yako ni kuiweka dhamira yako upande wa Yesu. Unapoisalimisha dhamira yako kwake, kwa haraka zaidi anakuongoza na kufanya kazi ndani yako, kutaka na kutenda ili kulitimiza kusudi lake jema. Asili yako inawekwa chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu. Hata mawazo yako yanatiishwa kwake. Ikiwa huwezi kudhibiti mihemko yako, hisia zako, kama unavyoweza kutamani, unaweza kuidhibiti dhamira, na hivyo mabadiliko yote yatafanyika katika maisha yako. Unapoisalimisha dhamira yako kwa Yesu, maisha yako yatafichwa pamoja na Kristo kwa Mungu. Yanaunganishwa kwenye nguvu iliyoko juu ya falme na mamlaka zote. Unakuwa na nguvu kutoka kwa Mungu inayokushikilia kwa uweza wake, na kisha maisha mapya, yaani maisha ya imani, yanawezekana kwako. Huwezi kamwe kufanikiwa katika kujiinua mwenyewe isipokuwa dhamira yako iwepo katika upande wa Kristo, ukishirikiana na Roho wa Mungu. Usihisi kuwa huwezi, lakini sema, ninaweza, nitafanya. Na Mungu ameahidi Roho wake Mtakatifu kukusaidia katika kila jitihada madhubuti. Hii ni Februari 26 mwaka 2025. Mada ikisema, dhamira ndiyo nguvu ya maamuzi. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.
Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.